Urusi imeanzisha moja ya mashambulizi makubwa zaidi ya masafa marefu dhidi ya Ukraine katika miezi ya hivi karibuni, ikitumia mchanganyiko wa makombora ya kisasa, drones na silaha za ardhini katika operesheni iliyodumu kwa zaidi ya saa 6 usiku wa kuamkia Julai 30. Kwa mujibu wa waangalizi wa kijeshi wa Urusi, mashambulizi haya yalilenga miundombinu ya kijeshi, vituo vya mawasiliano na maeneo muhimu ya usafirishaji wa vifaa vya kijeshi katika miji kadhaa ya Ukraine. Miongoni mwa silaha zilizotumika ni pamoja na makombora ya kasi ya juu aina ya Zircon, Kalibr, Iskander pamoja na drones aina ya Geran na Gabera. Jiji la Kyiv lilikuwa miongoni mwa maeneo yaliyolengwa zaidi, ambapo taarifa zinaeleza kuwa kiwanda chake cha Mayak kinachodaiwa kuzalisha vipuri, vilipuzi na mifumo ya drones kilishambuliwa vibaya. Aidha, kiwanda cha Kyiv Electrotechnical kinachohusishwa na utengenezaji wa ndege za upelelezi na mashambulizi nacho kiliripotiwa kulengwa katika mashambulizi hayo. Katika mji wa Lvov, Urusi inadai kushambulia kiwanda cha ukarabati wa ndege cha Dedaz pamoja na kiwanda cha Lota ambavyo vinatajwa kuhusika na utengenezaji wa injini za makombora na mifumo ya rada. Mkoa wa Ivano-Frankovsky nao ulijumuishwa katika operesheni hiyo, huku viwanda vya kijeshi vikidaiwa kushambuliwa kutokana na kuhusika katika uzalishaji wa makombora na uhifadhi wa vipuri vinavyotolewa na mataifa ya NATO. Mashambulizi hayo pia yanaripotiwa kufika katika mikoa ya Rovno, Dnipropetrovsk pamoja na Odessa. Katika Odessa, taarifa za Urusi zinasema kuwa meli 3 za mizigo zilizokuwa zikisafirisha vifaa vya kijeshi kuelekea bandari ya Zuzhny. Taarifa za Urusi zinasema kuwa meli 3 za mizigo zilizokuwa zikisafirisha vifaa vya kijeshi kuelekea bandari ya Yuvny, Odessa na Chemamovsk zililengwa katika mashambulizi hayo. Kwa mujibu wa makadirio yaliyotolewa na vyombo vya habari vya Ukraine, takriban silaha 358 za angani zilitumika katika operesheni hiyo, zikiwemo makombora 74 na ndege zisizo na rubani, yani drones 284. Hata hivyo, idadi hiyo haijathibitishwa rasmi kwa njia huru. Vyombo vya habari vya Ukraine vimeendelea kueleza wasiwasi mkubwa kuhusu upungufu wa makombora ya kujihamia Patriot, huku baadhi ya ripoti zikidai kuwa makombora ya Zircon yalifika katika malengo yake kwa usahihi mkubwa kiasi kwamba ving'ora vya tahadhari havikupata muda wa kutoa onyo katika maeneo fulani.